Bwana siwe sana. Na tuweza kuona wakati mwingine mimi mpaka mwaka mwingine. Kwa hivyo kwa heshima yake Mwenyezi Mungu, nataka tupate kusimama tumkaribishe mchungaji Philip Njoroge kutoka Kenya aje kubariki mchungaji. Mchungaji karibu. Tunataka mtaramani kuambia kama ni kwa Kiswahili ni sawa tu. Bwana apewe sifa. Amen. Lugha yoyote ile ambayo mnataka niitumie nitazitumia. Bwana apewe sifa. Amen. Majina yangu ni vile Bishop amesema, Philip Njoroge, ya tatu ni Thomas Makafufa, na namshukuru Bwana. Amen. Amen. Salimia mwenzako kwa niaba yangu, a high five. Sio yeye kawaida, a high five. Kisha ukae chini. A high five. Na hiyo ni salamu yangu, sio yeye anatusalimia, ni yangu. Mwambie hiyo ni ya Pastor Njoroge. Alafu mnaweza kaa keti. God bless you so much. Yeah, ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya neema yake. Bwana apewe sifa. Amen. Nilikuwa nikiangalia ni maili ngapi nimetumia kutoka kule kwetu Kenya. Nikaona zinakuwa 8,000 miles. 7,550 something miles. Haya maandiko Bwana aliyonipatia inahusu mambo ya ahadi za Bwana na tumaini. Promises and hope. Praise the name of the Lord. The promise is from God himself, na hope ni kwako wewe mwenyewe kuwa na tumaini kwa Mungu. Mungu aliponizungumzia juu ya haya maneno akaniambia, hii ndio ile ujumbe na wapatia katika hili kanisa ambapo utakapoenda siku hiyo utakapofika hapo. Na mimi nikiwa mmoja. So I know this verse is mine and it is yours too, and it has not come from us but from God himself. Bwana apewe sifa. Mstari huu wa 8 wa 7 Biblia imeongea kuhusu zile shida binadamu huwa anapitia katika maisha yake. Bwana apewe sifa. Unapitia mambo magumu, mambo ya uchungu, mambo ya kudhihakiwa, mambo ya kuchapwa. Hata wengine unajua kwa kweli walishawaichapwa hata kwa sababu ya kuokoka. Wengine unadharauliwa kazini, unafanyiwa vituko mingi sana na unasononeka moyoni mwako. Na tukisoma mstari wa 8 pia inaleta mambo ya matumaini kwa mwandishi wa hii Zaburi. Akasema, na ninajua ya kwamba Mungu atayatimiza mambo yote yale yanayonihusu. Bwana apewe sifa. Nataka kuambia hivi watu wa Mungu, kanisa la Kristo. Mungu kila mara utuzungumzia. It doesn't matter who you are. My faith and my belief is this. Kwa njia moja au nyingine, ukiwa mtoto wa Mungu, Mungu aliwahi kukuzungumzia. Either in a prophecy or in a prophetic way, nabii wa Mungu akakuzungumzia, ama kwa wahubiri wakahubiri ukasema hiyo ujumbe ni yangu, Mungu akakuahidi kitu, ama ukalala akazungumza naye kwa ndoto ukasema hiyo promise Mungu amenipatia ni yangu, ama kwa maono. Tunaelewa maono ni nini? Maono unaweza kuiona hata ukiwa tu umekaa hapo kama hujalala, si kama ndoto. Ndoto mostly huwa tunaziona wakati tumelala, na Mungu anatumia hizo zote. Unaweza pata maono, Mungu akupatie ahadi fulani. Inaweza kuwa ulisoma Biblia ya Mungu, Roho Mtakatifu akakushawishi moyoni mwako kwamba siku moja hili andiko nimekupatia litatimia maishani mwako. Bwana apewe sifa. Na pia kuna ahadi nyingine Mungu Roho Mtakatifu anawekaga ndani ya mioyo yetu. Wewe mwenyewe unaambia Mungu, naomba siku moja unitimizie hili jambo. Bwana apewe sifa. Na wewe kwa kuwa wewe ni mtoto wake, anakuambia nitakutimizia. Hallelujah. So the promises of God come to us in diverse ways, but at the end of the day ni ahadi
ya Mungu. Bwana apewe sifa. Sasa shida inakuwaga hii. Wakati tumepromisiwa mambo na Mwenyezi Mungu kwa njia yoyote ile, kuna wale hutimiziwa haraka, kuna instantaneous, kuna progressive na kuna consumative. Zile zinafanyika leo, kesho na zingine zinaendelea. Na kwa sababu sisi ni wanadamu, tunalia mioyoni mwetu, mbona nimekawia hivi bila kupata hizi baraka? Bwana apewe sifa. Lakini nimetumwa na Mungu hapa kukuthibitishia. Sijui alikuahidi chochote ama ulimuomba lini kile ulichomuomba, lakini amenituma nikwambie lazima atayatimiza. Bwana apewe sifa. Lazima atayatimiza, na si jambo moja. Biblia imesema mambo yote yanayonihusu mimi. Haleluya. To perfect is also, kwa nimeona kwa Biblia zingine inasema the Lord shall accomplish. He shall accomplish all that which concerns me. Amen. Kwa hivyo Mungu, hata kama umekaa miaka mingapi, yeye hajachelewa. But in our terms, kama wanadamu huwa tunaona kama amechelewa. Nataka tuingie kwa kitabu cha Genesis, uone jamaa hapo, mzee fulani hapo alikuwa rafiki ya Mungu. Anaitwa Ibrahim. Wakati mmoja Mungu alimtokea wakiwa na bibi yake Sara. Na Mungu akamwambia, nitawabariki na mtoto. Bwana apewe sifa. Okay, nitasoma chapter 21 ya Genesis, na hapo mbele 23 pia nitasoma just one verse. 21 tutasoma verse 5, na hiyo nyingine tutasoma verse 1. 23 tutasoma verse 1. Ukisoma haya maandiko uone Sara na Ibrahimu walipromisiwa mtoto na hawakuwa wamepata mtoto kwa huo muda wote. Ibrahimu anaambiwa na Mungu, toka nje, tazama juu mbinguni, angalia huko juu uone kile kilichopo. Anaona nyota zimejaa. Huyu ni mzee, hata hakuwa kijana, hakuwa hata mtu wa makamu kwa miaka ile tunasemaga ya 45 years. Alikuwa ameenda kimiaka, lakini Mungu anamtokea anamwambia, tazama juu na uangalie nyota za mbinguni. Kama unaweza kuzihesabu hizo nyota, basi na uzao wako utakuwa kama hizo nyota za mbinguni. Bibi yake ama mke wake Sara pia yeye alikuwa mzee, na hawa ndio Mungu anawaambia, watoto wenu ama uzao wenu utakuwa mwingi kama nyota za mbinguni. Hakuna mtu anayeweza kuhesabu nyota isipokuwa Mwenyezi Mungu mwenyewe anazielewa, manake ndiye aliyeziumba. Haya, verse 5 inatuambia ya kwamba and Abraham was 100 years old when his son Isaac was born unto him. Miaka 100. That's when he received his first son. Wa ahadi. Mwambie mwenzako, leo tunaongea habari ya ahadi za Mungu. Haya, hiyo nitakuleta tu mahali twende tu hivyo. 23 verse 1 nayo inasema, and Sarah was 107 years old wakati alikufa. Hapa tunaongea baada ya kufa kwake. Old, and these were the years of the life of Sarah. Bwana apewe sifa. Hawa ni wazee wawili, wa kike na wa kiume. Mzee alikuwa ameshikana na Mungu hapa kwa mambo ya imani. Anatembea na Mungu, Mungu anamwahidi mambo, lakini yeye anashikilia tu. Miaka inasonga tu. Anaona mvizi imeshatoka na Mungu bado ananiambia nitafanya hivi. Mpaka nyama zimeanza kuachana na mifupa na miaka bado inasonga. Si tunaelewa miaka huyo mtu wa aina gani? Wakati waliahidiwa na Mungu,
hawakuwa wamefikisha hiyo miaka. Lakini wakati Mungu alitimiza, Ibrahimu alikuwa na miaka 100 na Sara alikuwa na 90 years. Mimi hujaribu kufikiria nyanya, hata my grandmother alikufa akiwa na 94 na alikuwa anatembea tu hivi. So ni kumaanisha tu alikuwa wa age moja tu na Sara wakati Sara alipata. Huyo ni yule alizaa baba yangu. Sasa ufikirie akipromisiwa kupata mtoto, na huyu mtoto hatanyonyeshwa na guardian, atanyonyeshwa na Sara mwenyewe. Kule maziwa ilitoka, hakuna mtu anayejua ila ni Mungu peke yake. Bwana apewe sifa. Na ilifika wakati baada ya miaka hiyo yote, Sara akaconceive na akazaa mtoto. Ahadi ya Mungu ikatimia, na Ibrahimu akiwa na 100 years. There is 2 messages I have for you today. One, ni kwamba Mungu akikupromise kitu atatimiza. Bwana apewe sifa. Najua muda inatukimbiza. Bwana apewe sifa. Atatimiza. Kama alimtimizia Ibrahimu na Sara, hata wewe atakutimizia. Manake sisi ni watoto wa Ibrahimu, watoto wa imani, na sisi ni watoto ambao tumeletwa na Mungu katika nyumba ya Ibrahimu, na ile heshima alikuwa nayo kwa Ibrahimu ako nayo kwako. Na kama vile hakumdanganya Ibrahimu, hata wewe hatakudanganya. Bwana apewe sifa. Haleluya. Haleluya. Ahadi za Mungu ni za kweli na amina. Sitaki kujua mlikubaliana nini na Mwenyezi Mungu. Uliwahi muomba nini katika maisha yako? Sitaki kujua ni miaka mingapi uliyomuomba, ama ni miaka mingapi alikuzungumzia kwa sauti akakupromise kitu. Sitaki kujua huyo prophet wa Mungu alikuambia miaka mingapi juu ya ahadi ya Mungu. Lakini nimekuja tu kukufahamisha hivi, mtoto wa Mungu, Bwana atayatimiza. Haijalishi miaka, wacha miaka isonge, ya Mungu haisongi, yako ndio inasonga, na wakati ukifika atayatimiza yote. Hata kama ni kwa huduma, mtumishi wa Mungu, najua maono haijakamilika bado, unasonga. Kile alichoweka kwa moyo wako atatimiza. Kama ni kwa biashara, amekupromise atakuinua, hakika atakuinua. Manake yeye sio binadamu aseme uongo. Haleluya. Haleluya. Cha nionje maji ya Marekani jamani. Nitamu kama nini? Haleluya, kutoka ghetto. Bwana apewe sifa. Mwambie Njoro ametoka ghetto. Ukitaka niongea hata sheni nitaongea ya ghetto. Hiyo ndio ilikuwa lugha yetu. Bwana apewe sifa. Na ninakunywa maji yale sasa wa Marekani wamekunywa, hata marais wa huko. Bwana apewe sifa. Haleluya. So my brother and my sister, hizo ahadi zote naomba urudie maishani mwako. Kumbuka ahadi uliopewa. 1, 2, 3, usikufe moyo. Haya ndiyo Bwana amenituma nikwambie. Hata kukufa, hautakufa kabla hujapata ahadi hizo. Amen. Na ukisikia kifo inayokunyemelea kabla ya kutimiziwa na Mwenyezi Mungu, ujue hiyo kifo si ya Mungu. Bwana apewe sifa. Hiyo kifo ni ile tunaitaga premature death. And if it is not from God, you have power and authority to rebuke that spirit of death and remind the devil that the Lord promised me this. And I have not yet received it, and I must receive it. The other point is this, my dear believers. When you receive those promises, you will not die tomorrow.
tomorrow. Do you know why? Because even if there has been a delay in our terms as human beings, when the Lord shall give you a promise and then He blesses you, He will also give you ears to enjoy the blessings which He has given unto you. Amen. Kwa nini ukufe na saa yote umepata zile baraka? Kwa nini ahadi ilikuwa yao unaachia hiyo baraka? Bwana ape sifa. Kwa nini? Na mimi niliwahi nikufe kitambo. Leo sina muda, but maybe sometimes later nitakuja kuwaeleza. Nilikuwa hapa karibu. Sikuwa nimeiona. Ni tamu. Hata ninaona sura imeanza kubadilika nikae kama Wamarekani. Bwana ape sifa. Na kuulizaje kama ni Mungu amekupromise na ni yeye tu amekaa bila kutimiza, alafu unataka kuniambia anaweza kukubariki leo na ukufe kesho ikiwa baraka ya Mungu? Ni lazima tukatae mambo mengine ya mashetani ati upate baraka and then you die without enjoying those blessings. How? It cannot be from God. Kufa watu wanakufa, lakini sio kifo, kila kifo inayotokanaga na Mungu. There is what we call abortion of purpose in life, or miscarriage ya purpose ya maisha ya binadamu. Na hiyo abortion of purpose inatokaga kwa shetani. Why? Because he doesn't want you to live longer to tell of the oracles of God, of what He has done in your life. Praise the name of the living God. That's why I believe if God has promised us, He will also add more years to live. Mahali tumesoma 23 verse 1. Hebu tusome na hapo tusikie. And Sarah was 107 and 20 years old. These were the years of the life of Sarah. Hiyo ni ile miaka Mama Isaac aliishi. Walikuwa wanamuita hivyo hapo kwa majirani wake, Mama Isaac. Amen. Sio shosho wa Isaac, Mama Isaac. Though alimzaa akiwa in our terms as human beings. But before God, alikuwa ni Mama Isaac. Unaona alikufa akiwa na miaka mingapi? 127. Right? Alizaa akiwa na miaka 90. Hivyo ni kumaanisha mtoto wake alikuwa na miaka mingapi Sarah akikufa? Very good. Naona nyinyi mathematicians wa nguvu. Mathematicians wa nguvu. 37 years. Huyo alikuwa mtoto. Isaac alikaa na mama yake na baba yake, wakamlea. Na hiyo ndio sasa ninataka kuambia, Mungu anapeanaga baraka akitimiza ahadi zake, na anakupatia miaka ya kufurahia. Mama Isaac alinyonyesha, akatembeza mtoto wake, akamfunza kutembea. Alipofika kiwango ya kule tu vijana tu kwenda kufuga ng'ombe, baba yake akamshika na zaidi ya miaka 100. Wakaenda akafunzwa desturi zote za na kulinda utajiri wa baba yake, because his father was a wealthy and a successful man in the land. Mungu akawapatia hiyo miaka yote. I don't know whether you are connecting, men. Nataka tugonge shetani juu yeye huabort maisha ya watu wa Mungu. Utakufa ndio na uende mbinguni, but kuna vitu hapa umeacha ambazo ulistahili uzifurahie, unaacha zikifurahiwa na wengine na zilikuwa ni zako, because you don't know the scriptures. But when you know the scriptures na ujue Mungu wako na tabia, sema tabia za Mungu. I pray that God will help us to know His character.
atakupromise and then akuachilie zipotelee hivyo. Sara alikufa akiwa na 127 years. Mtoto wake alishafikia hata miaka ya kuoa kama angetaka kuoa, na angekuwa hata amezaa, na hakuna kazi angefanya ile baba yake alikuwa anafanya. Ibrahimu naye alikufa tayari akishaona mtoto wake ameoa, because the Bible tells me yeye ndiye aliyetuma watu wake kwenda kutafutia kijana wake mke. Kuna raha nyingine kama hiyo? Kuna raha nyingine kama hiyo? That's why I love this God. That's why I will live for Jesus. That's why I will never be ashamed of Him, because His promises are true and amen. And I will continue to confess, and may you also help me to confess that I shall not die, but shall live to declare the works of the Lord. The works He has done in your life, you must also have ears to declare, to testify, to tell people, don't die hard. God will do it. He did it unto me, and you will not die until you receive your blessings in whole. Praise the name of the Lord. Time imeisha na ninajua tuko sawa na ninamalizia. Mtumishi uliponipa mwaliko, hiyo ndio ile basi nilipewa na Mungu, na nimejaribu imekatabu kuchange that verse, na nikasema Mungu umetupatia ujumbe mzuri. Na jana usiku nilikuwa nikikumbuka kati tuliachana nikaenda kupumzika, nikakumbuka ndugu mmoja tulikuwa tunaomba na yeye, walikaa for 16 years bila mtoto. Tulikuwa na wao kwa ministry moja, evangelistic ministry. Huyu jamaa alikuwa kichwa ngumu. Unajua wale watu wanasumbua kasa shetani. Anakuwa kichwa ngumu kwa shetani. Wakati mwingine wanafika mahali na mke wake wanagongana vichwa, lakini wanasema hapana, lakini sisi tuliomba tukaambiwa siku moja tutapata mtoto. Amen. Walikaa mpaka 16 years. Tulikuwa hata tumeachana, lakini nikapigiwa simu na mzee mmoja kaniambia, we, unajua watu wanaenda kwa ndugu fulani kuona mtoto, washabarikiwa na mtoto after 16 years. Bwana apewe sifa. Unatakiwa kuwa na kichwa ngumu kwa shetani, sio tu akudrive ile anavyotaka, ati akuonyeshe kama Mungu ni muongo. Na Biblia inatuambia shetani ndiye muongo. Kwa nini tumruhusu atudanganye? Tuondoke kwa njia za baraka za Mungu tukifuata, ama uvunjike moyo useme enough is enough. Tell the devil himself enough is enough, but it is not enough in your life until the Lord comes and perfect that which He has promised you. Hallelujah. Shame on him. Anafikiria yeye ni mzee kuliko Mungu wetu. God, the Bible calls him the ancient of days. Tulikuwa tumembatiza na Kigiriki, tulikuwa tunamuita mokoro wa rogo. So watu walikuwa wanatuchekelea, but it is the Bible, ancient of days. But yes, you are hapa chini, that's why you are calling him mokoro wa rogo. Shetani ni kuumbwa, aliumbwa vile wewe na mimi tulivyoumbwa. Yeye ni kiumbe, sio muumbaji. Hajaumba anything. He's just a creature created by God, just the way and you and I are creatures created by God. Alafu anajifanya ndiye kama Mungu, kakusumbua watu wa Mungu ati mpaka wanashindwa kwenda kule wanaenda. Mpaka ukipa my. Bwana apewe sifa. Wacha nimalizie.
Lakini wapendwa, kuwa kichwa ngumu kwa shetani. Then the anointing that is upon you in the name of Jesus shall break every hindrance before you. No mountain that will stand before you, no mountain, no wall of opposition shall hinder you from reaching to your destiny in the name of Jesus Christ. You have a dream. That dream shall not be aborted in the name of Jesus, but it shall come into fulfillment in the name of Jesus Christ. Hallelujah. Nikifunga nataka kusema hivi, hata kama ni hapa juu nimeona inji ni nzuri. Kama uliwahi kutamani kukaa hapa, usitishwe na maneno yetu sisi wanadamu, vile tunavyosema. Mungu aliniongelesha siku moja. Kuna time nilifanya fundraising nikitaka kuja US, watu wakakataa kukuja. Lakini sasa nikikuja sifanyagi fundraising. Hata siambiagi watu, wanasikia kama nimefika. Wale watu hawakukuja kwa fundraising, chakula tulipeana juu tulikuwa tumechanga tukanunua. Wakasema hai, na Njoro unajua ni mjanja. Si unaona hakuenda maju. Juu sasa nikaa alikuwa anataka hizo doo ili atulie na hawakukuja kwa fundraising. Hallelujah. Wengine wanaomba downfall openly, na ni watu wa Mungu. Wanakuombea mpaka downfall. Lakini kuna kitu Mungu aliniambia. Title deed ya mbinguni ni yangu na si kupewa na binadamu ama shetani wao mnaombaga. Title deed ya planet Earth ni yangu. Hata title deed ya Mercury na Mars wherever, hata kule hao watu wanaenda huko kwa mwezi. Zote title deed yule yako nayo hivi ni Mungu. Hakupewa na Land Commission yetu ya Kenya. Ndiye akawagawiaga. Akaniambia popote nitakaposema utaenda, haijalishi pingamizi, utaenda, na nikisema utakaa, hata kuwe na opposition, wewe tulia hapo. Ni mimi nimesema. Hizi matitles zingine unaonaga tunazitaga subtitles. Zimetoka kwa title moja iliyo na Mungu. Hii planet Earth iko na title moja. Kashamba hako, Mungu anasema hako kashamba kangu, planet Earth. Na akiamua atakukatia kabisa na wewe ni mtoto wake. Ni nani mwingine anayeweza kupinga? Kwa hivyo nataka kuachia hili. Yule aliye na tamani ya kukaa huku, usitishwe na shetani, waendelea kufuatilia Mungu. Juu huku ni kwake. Sisi wote tulipata hii dunia hapa. Okay? But be ye faithful unto him. Bwana apewe sifa. Tusimame. Inua tu mikono yako. Naomba tu ombi tu kidogo. Sijui ni nini uliwahi promisiwa na Mungu ama ni nini ilikuwa desire ya moyo wako na umeiombea kwa muda mrefu. Just tell God today, Lord, I want you to touch me and revive my hope in you. Fungua mdomo wako tu. A miracle will happen. Anything you know you have been calling God upon ili akutimizie. Mwambie. Hallelujah. Just open your mouth in Jesus' name. Open your mouth in the name of Jesus. Baba, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa sababu ya vile Bwana wangu umeturuhusu kusikia hili neno lako tamu. Ni neno la ajabu Mwenyezi Mungu. Ni neno la baraka. Na ninaomba kwa sababu umetuachilia Bwana likatufikia. Hebu kila mmoja katika hii nyumba maono yake isiwahi katizwa, na kusiwahi mtu atakayeondoka katika hii dunia bila kutimiziwa ahadi zako Bwana, na bila kuwa na miaka ya kufurahia hiyo baraka katika jina la Yesu Kristo. Manake Biblia imetuambia wewe ndiwe utakayetimiza mambo yote yale yanayotuhusu Baba, katika jina la Yesu Kristo. Tumpe Yesu makofi ya furaha na shukrani. Amen. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you, Bishop, for allowing me to stand here.
na shukrani zangu pia zinaenda kwa uongozi wote wa kanisa hili na washirika wote. Nasikia nawapenda sana. Bwana apewe sifa. Nasikia nimewapenda. God bless you. God bless you. Mpe mwenzako high five na umwambie wewe ni mbarikiwa wa Mungu. Na uwe stubborn kwa shetani. Be stubborn to the devil. God bless you.